Rasulullah Miftahu Jannati Muhammad Rasulullah Miftahu Jannati. Tuko ya makumi ya kwanza ya Dhulhijja ambayo ni makumi yenye fadhila sana kuyatekeleza kwa sababu ni na ashhurul hurum, kwanza ni katika miezi mitukufu na ni jambo ambalo tutakuwa tujisogeze sana kwa Mwenyezi Mungu kwa hizi ibada zinaokuja kama ni fursa kwetu sisi. Mtu akafunga min awwal yawm mpaka kufikia siku ile Arafa yenyewe, fa huwa wa neema. Ikiwa hajajaliwa akafunga ile siku ya Arafa, fa huwa neema. Sasa mushkila ndio unakuja hapo kwamba je, Arafa hiyo inafungwa siku ambayo wengine hawapo kwenye hiyo Arafa, ima wapo kwenye Idi au wapo katika tarehe ya nyuma zaidi, inakuwaje? Ndio swali lenyewe liko hapo kwamba inakuwaje. Tunaambiwa Arafa ni sunna kufunga, lakini ina tatizo, na tatizo lenyewe sasa hivi limekuwa linazukia, linapelekea tatizo la pili. Tatizo la pili vipi? Sasa kuna mfumo wa kulazimishana tarehe. Sasa kwa Arafa ishakuwa imezungumzwa mpaka ishachokwa. Mwanzo mtu akisikia masala ya Arafa uona kichefuchefu yani. Kwa ile mazingira jinsi yalizungumzwa, watu wanagombana, watu wanafanya kadha. Kwa hiyo wanagia mtu unadhiri kusikia. Lakini sasa umezuka mtu mwingine kuforce tarehe sasa yote moja. Kuforce tarehe yote moja. Kabla ya siku mbili nyuma huko zilikuwa zinatumwa sana message katika mitandao ya kijamii. Watu wanaambizana bwana, tarehe moja bwana ni Jumatano bwana, tarehe moja ni Jumatano bwana, Dhulhijja Jumatano bwana, Jumatano bwana. Yani mpaka tunaulizwa maswali, unaona tena huna cha kujibu. Kikubwa kujiombea hidayah kati ya sisi na hao wote wanaotatizika tatizo kama hilo. Kwa sasa umekuja mfumo wa kulalisha tarehe kwamba ikishakuwa tarehe ya hukumu kuna kukusudiwa ni moja basi, na watu wengine wote wa tarehe yao moja. Sasa hivi imezuka tatizo jingine hilo. Ile tatizo la Arafa kidogo limepungua mazungumzo yake, ingawa baadhi ya watu bado wanapata shaka. Sasa ndio masala ya kiibada, ikifika time ya ibada inakupa shaka, lakini wewe rudi katika fatawa za wanachuoni. Rudi katika fatawa za wanachuoni, kwa sababu masala haya ya Arafa yamezungumzwa kwa kina, kwa urefu. Kwa hiyo tusitie mashaka. Wewe angalia ima utakuwa ni zamani au makani. Wewe tuma ulama kwa sababu ni masala tujitahadia. Ima ufunge kwa kufuata time na nyakati, au ufunge kwa kufuata nini, eneo. Na ni masala wamezungumzwa na chuoni, ni masala aridha. Manake kama mimi mkiruhusu ndio manake hakuna maswali japo moja mawili. Kwa hiyo nakaribisha maswali, nisichukue muda wa kuelezea swala kama hili ambalo ni maarufu. Fadhali.